chochote katika Jamhuri ya Kenya kwa sababu umefungwa ama umewekewa hukumu yoyote. Kama hujamaliza kufuata haki yako kwa yale mahakama ambayo imewekwa katika sheria. Lia Weluke alikuwa amefungwa mwaka 74. Alikuwa Kamiti amenyolewa 74 years. Lakini inasema huyu ako na kesi court of appeal. Tukimkataza kusimama tutakuwa tumemnyima haki yake. Akakubaliwa, akasimama, akachaguliwa. Kesi ikakuja ikatupiliwa. Kama sasa alikuwa amekatazwa kusimama, si haki yake ingekuwa imehangaishwa. Kwa hivyo hata mimi niko na nafasi ya kwamba kesi ikiendelea, kama itakuwa imeisha by the time tunaenda uchaguzi, mimi nitapigania kiti ya urais. Kama mimi ndio nitapeperusha bendera. Kama sitapewa bendera nipeperushe, nitachukua nafasi nyingine kwa serikali. Lakini mimi niko na uhakika ya kwamba nitapata haki yangu ya kikatiba. Sasa kabisa, kabla sijapata nafasi naomba niulize kwa bajeti ambayo tumezungumzia, umegusia kwa kiduchu. Mambo matatu ambayo yanakusumbua katika hii bajeti ya mwaka 2026. Ya kwanza ni hii maneno ya money transfer. Hii maneno ya money transfer ni muhimu sana kwa sababu ndio bodaboda unalipa bodaboda naye unalipa vitu dogo dogo. Sasa ikiwekwa 16% itahangaisha hii watu wadogo na njia kubwa sana, na ni maneno ambayo haifai. Pia hii maneno ya kutoa hii ya mambo ya VAT ya transport ya miwa nikiwa hapo magharibi itapeleka bei ya miwa kwenda juu. Pia simu zimeongezwa 25%. Unajua hii simu siku hizi si luxury, it's a tool of work. Hii simu imekuwa part of life. Kwa hivyo Wakenya wanahangaika kwa sababu mambo ni ngumu sana. So ukisema pia uongeze 25% ya duty kwa mambo ya simu, pia wananchi hawa ya kawaida wataumia sana. Na kuna mambo mingi sana hapo ambayo haiendi sawa sawa. Yeah. Mheshimiwa Gachagua, labda nikurudishe nyuma kidogo tu. Ukiwa bado uko serikalini, ulikuwa na wasama kati yako na Mheshimiwa the third president Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kabla tu ukaondoka ukasema kwamba ni mzuri. Uhusiano wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta uko aje as speaker? Uhuru Kenyatta ni ndugu yangu ya one family. Tulipitana kidogo mambo ya siasa, na hiyo ni kawaida. Hatukuwa na maneno binafsi, tumepitana. Mimi nilikuwa PA yake karibu mwaka 7, nilimsaidia akakuwa rais, na ni rafiki yangu na ni member of my community. Now we have got a good relationship. Tunapendana sana, na yale ambayo ilipita siasa tumewachana naye kwa sababu alikuwa ametuambia Ruto ni mbaya, hatukumsikiza. Yeye akatuhangaisha kidogo na sisi tukamshinda. Sasa tukaketi chini tukasema iliyopita si ndwele tukaga ijayo. Tuko na uhusiano nzuri sana kama madugu. Okay, swali la mwisho tu, mambo na SHA. Kuna wakati ulisikika kusema kwamba SHA will collapse in the next 6 months. It has collapsed. For the last 4-5 days, yeah, the system is down. How can a system may cost 104 billion be down? Surely. System may cost 104 billion. SHA, hiyo mashini imesimwa because hakuna pesa. Leo nimesikia William Ruto akisema ati SHA inafanya kazi, italipa kila mtu, ati na hakuna mtu hatakosa kutibiwa kwa sababu hana pesa, ati kila mtu aende hospitali. Mimi nataka kuuliza Wakenya vile rais amesema, sote tuende hospitalini tutibiwe bila malipo, tuone kama itafanyika. Yeye mwenyewe ndiye amesema leo ati kila mtu aende hospitali atibiwe bila malipo na aende nyumbani. Sema sawa. Kama ndivyo rais amesema, yeye ndiye rais wa Kenya. Kesho ni Monday. So acha tuone vile itaenda, lakini SHA haifanyi kazi. Ilikuwa ni wizi ya 104 billion. Imehangaisha walimu, imehangaisha polisi, imehangaisha wafanyikazi wa serikali, imehangaisha watu ya payslip. SHA is not working and it cannot work. Na nilisema it will collapse within 6 months. For the last 6 days, the systems are down. And why they are down imesimwa kwa sababu hawana pesa ya kulipa watu. Yeah. Kidogo tu nitapigwa mawe iwapo kama sitauliza hili swali. Iwapo kama
kama mnaenda kuunda serikali hii na umesema kwamba una imani kwamba mnaenda kuunda hii serikali mwaka 2027, mambo matatu ambayo utafanyia watu wa jamii ya Mlembe ni yapi hasa? Watu ya jamii ya Mlembe watafanyiwa kazi na Wakenya wengine, lakini kuna mambo specific. Ya kwanza ni kulegesha Mumia Sugar na Nzoia Sugar kwa wakulima ya Mlembe Nation. Number 2 ni kukamilisha zile project zote ambaye zimekwama, za barabara, za maji, za stima, zimalizike kwa sababu ni muhimu tufanye hivyo. Number 3 na muhimu sana ni kuwasaidia kwa mambo ya kilimo, tuanze kutafuta alternative crops kwa sababu hii ukulima ya miwa imewafilisisha miaka mingi. Wamelima miwa na hawajapata kusaidika kabisa, na umaskini unaendelea kuzidi. Kwa hivyo sisi katika serikali mpya tungetaka kuanza mbinu mpya ya encourage farmers and support them in Western region to diversify. Vitu kama hizo, na pia tena tuweke sana mambo ya mifugo, dairy farming sana hapa katika